Waziri wa Afya na Malawi aishukuru serikali ya Tanzania kwa uwekezaji kwenye sekta ya afya ambao umesaidia matibabu ya wananchi wa nchi za Tanzania na Malawi. Na katika michezo, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye Bunge Bonanza Januari 31 mwaka huu. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10. Karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Waziri wa Fedha Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar amekutana na kufanya mazungumzo kwa nyakati tofauti na balozi wa Japan nchini Tanzania na mkurugenzi mkazi wa mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, ambapo wamejadili namna ya kuimarisha zaidi ushirikiano kupitia utekelezaji wa miradi ya kimkakati ikiwemo nishati na kilimo. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Akiwa na balozi wa Japan, Waziri Hamisi Musa Omar aliishukuru nchi hiyo kwa kuendelea kushirikiana na Tanzania katika nyanja mbalimbali za kiuchumi na kijamii kwa kusaidia utaalamu, mikopo nafuu na misaada ya kiufundi ambayo imeisaidia Tanzania kupiga hatua kupitia sekta za kilimo, elimu na viwanda. Tumeona miaka hii michache iliyopita tuna wawekezaji wengi kutoka nje katika sekta za kiuchumi, lakini kutoka mataifa machache. Wa Japani sasa hivi wanakusudia kuja kuwekeza. Kwa na sisi tumwahamasisha, tumeongea na Mheshimiwa Balozi, tumhamasisha tupate wawekezaji wengi zaidi wa Japani na katika sekta tofauti hapa nchini. Kwa hiyo tumewakaribisha vile vile. Bila shaka tumekubaliana kuendeleza mashirikiano haya kwa faida za watu wa pande zote mbili. Kwa upande wake, balozi wa Japani nchini Tanzania Yoichi Mikami ameipongeza serikali ya Tanzania kwa kuendelea kuimarisha ushirikiano wake na nchi yake na kwamba kuna idadi kubwa ya Wajapan waliowekeza na kutaka kuja kuwekeza nchini Tanzania na kuiomba serikali iendelee kuboresha mazingira ya uwekezaji ili kuvutia wawekezaji wengi zaidi. I want to continue to work to strengthen the relations towards the future in this year. Tunahitaji kuimarisha zaidi uhusiano huu katika siku za usoni kuanzia mwaka huu, hasa kwenye masuala ya uchumi. Tunafurahi kuona maendeleo makubwa hapa Tanzania, hasa kupitia mabadiliko ya sera kutoka kwenye mfumo wa misaada hadi mfumo wa uwekezaji, jambo ambalo limeyavutia makampuni ya Japani. Katika hatua nyingine, Waziri wa Fedha Balozi Omar aliushukuru mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD kwa kuwekeza dola za Kimarekani bilioni 2 tangu uanze kushirikiana na Tanzania katika kukuza kilimo, nishati na miradi mingine ya kijamii. Alimweleza mkurugenzi mkazi wa mfuko huo hapa nchini Sako Setmong kwamba Tanzania inaukaribisha mpango mpya wa 14 wa mfuko huo utakaotekelezwa hapa nchini, ambapo mfuko huo unatarajiwa kuwekeza kati ya dola za Kimarekani milioni 60 hadi milioni 70 kwenye maeneo ya kilimo, nishati, miundombinu katika maeneo ya vijijini. Mazungumzo yetu yamejikita zaidi leo katika maeneo ya kwanza kuendeleza mashirikiano ambayo tunayo miaka yote hii, na pande zote mbili tumefurahia mashirikiano haya. Kuna maeneo ambayo tumekubaliana tunaangalia zaidi, hasa kwenye upande wa maeneo ambayo yanahitaji rasilimali zaidi, rasilimali za kifedha na mashirikiano na taasisi za kifedha za ndani zilizopo, baadhi ya benki hasa kuangalia namna kutumia benki ya maendeleo ya kilimo ambayo ipo na imekuwa ikifanya vizuri hasa katika miaka ya karibuni. We would like you to consider how you would like to use this fund. Sisi tunapendelea zaidi kuwekeza kwenye maendeleo ya miundombinu vijijini, tofauti na hapo awali ambapo zaidi tulijikita kwenye kilimo na ufugaji, lakini kwa sasa tumekwenda mbali zaidi kuyatazama maeneo ya miundombinu vijijini ikiwemo nishati ya umeme, rural electrification also. Waziri wa Afya na Usafi wa Mazingira wa Malawi Bi Madaliso Baloi amepongeza serikali ya Tanzania kwa uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya uliowezesha kupatikana kwa huduma za matibabu ya kibingwa na kibobezi na hivyo kuwanufaisha wananchi wa Tanzania na Malawi. Ifuatayo ni taarifa zaidi.
Bibi Baloyi amezitoa pongezi hizo jijini Dodoma wakati alipoitembelea hospitali ya Benjamin Mkapa kwa lengo la kujifunza na kujionea huduma mbalimbali zinazotolewa na hospitali hiyo, na kusisitiza wamekuja kuangalia uwezekano wa wagonjwa kutoka Malawi kwenda kutibiwa katika hospitali hiyo ya Benjamin Mkapa iliyo na vifaa na huduma za kibingwa na kibobezi ili kupunguza gharama za matibabu kwa Wamalawi. So we are here to explore how best we can work with our neighbor Tanzania and how best we can leverage the short distance that is there from the specialized care. We believe that as the government of Malawi, if we can have some of our patients come here in Tanzania, Benjamin Mkapa, and of course other specialized facilities here in Tanzania, we can leverage on that to reduce the cost. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa, Profesa Abel Makubi, akachukua wasaa huo kutoa wito kwa wananchi wa nchi za nje kutosita kwenda kupata huduma za kibingwa na kibobezi katika hospitali hiyo ya Benjamin Mkapa, ambapo toka ianzishwe mwaka 2016 imeshatibu zaidi ya wagonjwa 400. Tumefungua njia ya kushirikiana na wananchi mbalimbali, sio tu Malawi. Tumeshirikiana na Burundi, tumeshirikiana na DRC, lakini pia Zambia na nchi zingine kama Komoro. Lakini kwa hiyo nchi zingine tunatoa wito kwamba Tanzania ni mahala ambapo sasa wananchi wanaweza kuja kupata huduma kutoka nchi zingine. Tuna huduma ambazo ziko bora, na ndio ujumbe ningependa kuwapa majirani. Tunatoa huduma zilizo bora kwa level ya kimataifa. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringemongi. Asante Kuringemongi kwa taarifa hiyo. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara na Kilimo na Mifugo imeshauri serikali kuharakisha mchakato wa kuanzisha na kuendeleza kongani za viwanda kuanzia ngazi ya halmashauri ili kuchochea fursa za ajira na ukuaji wa uchumi wa nchi. Taarifa zaidi na Amani Mbando kutoka Dodoma. Kauli ya kamati hiyo imetolewa na mwenyekiti wake Deodatus Mwanyika wakati wa kikao chake cha kwanza na Wizara ya Viwanda na Biashara kilichopokea na kujadili taarifa ya muundo, majukumu na sheria. Lakini sisi tunaipongeza serikali kwa kuanzisha kongani na kuconcentrate viwanda. Kuna advantages zake kiuchumi. Lakini vile vile wakati tunapitia sheria ya incentive ya Tanzania Investment Center tulibadilisha 2022. Of course imebadilishwa tena sasa. Tulikuwa sana tuna desire ya kuziweka zile incentives. Na ni kweli kama alisema Mheshimiwa Waziri, hakuna tatizo kubwa kwenye incentives kwa kweli. Lakini kulikuwa na thinking ambayo nadhani muendelee kuifikiria. Kulikuwa na thinking kwamba ambayo ilikuwa based kwa mifano ya nchi nyingine, kwamba unaweza attract viwanda kwa kuweka incentives za madaraja mawili kwa baadhi ya maeneo. Kwa upande wake, Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema wizara imeweka kipaumbele katika usimamizi wa miradi ya kimkakati na miradi ya kielelezo kwa weledi, ubunifu na umakini ili kuleta tija kwa taifa. Sisi lengo letu ni kuongeza productivity kwenye maeneo ambayo viwanda vilikuwepo. Kwa hiyo, kwa mfano tunavyofanya tathmini hii inatusaidia kujua viwanda hivi ambavyo vimekufa haviwezi kufufuliwa. Kwa hiyo pale palipokuwa kuna kiwanda, tutafute kiwanda kingine ili kisupplement kwa ajili ya kuongeza productivity kwenye eneo husika. Kwa hiyo tulianza na Tanga, na hata Tanga pale kwenye viwanda 18, kila kiwanda kina sababu zake kwa nini kilikufa, na kila kiwanda kina mkakati wake wa kukifufua. Wakati huo wizara imempokea naibu waziri mpya Dennis Londo katika ofisi za wizara zilizopo Mtumba jijini hapa baada ya kuteuliwa na kuapishwa hivi karibuni. Katika hafla hiyo ya mapokezi, naibu waziri Londo ameahidi kufanya kazi kwa bidii na ushirikiano ili kufikia malengo yaliyowekwa na serikali. Kufanya kazi kwa sababu matarajio na matumaini ya Watanzania ni makubwa sana kwetu. Hakuna serikali ambayo inaweza kuajiri wananchi wote. Sehemu kubwa ya ajira ni sekta binafsi, biashara. Lakini ndio ambaye tutashirikiana kwa karibu kwenye kufanya kazi za wizara. Wizara ni kubwa na taasisi nyingi, kwa hiyo ni muhimu sana wote tukawa kwenye picha ya pamoja, na hiyo itatusaidia sana kwenye kusukuma mambo kwa pamoja. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF umetoa kadi za bima ya afya kwa watoto zaidi ya 150
wanaolelewa kwenye makao ya taifa ya kulelea watoto Kikombo jijini Dodoma, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono mpango wa serikali wa bima ya afya kwa wote ambao umeanza kutekelezwa mwaka huu 2026. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Makao ya taifa ya watoto yanatoa huduma kwa watoto zaidi ya 180, ambapo kati yao 162 hawakuwa na bima ya afya. Hivyo mfuko wa WCF katika kutekeleza sera ya kurejesha kwa jamii CSR wamechangia bima hizo ambazo zimekabidhiwa na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, kazi ya ajira na mahusiano, Rahma Kisuo. Hakika kwa kitendo hiki mmeonyesha ninyi hamuishi kwa kuwajali na kuwahudumia wafanyakazi tu, lakini pia mnaijali jamii nzima inayowazunguka wafanyakazi hao, wakiwemo vijana na watoto. Kwa upande wake, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, mhandisi Mary Priska Mahundi, pamoja na kuushukuru mfuko kwa msaada walioutoa, akaikumbusha jamii na taasisi nyingine kuwa watoto hao na waliopo kwenye makao mbalimbali nchini kuwa bado wanayo mahitaji mbalimbali. Naomba kuwakumbusha kama watoto wanavyolelewa katika familia zao walivyo na mahitaji mengi, ikiwemo chakula, malazi, makazi mazuri, mavazi, elimu, uangalizi na huduma za afya na kuendelezwa kwa kila mtoto. Kadhalika na watoto hawa wanahitaji mahitaji hayo siku kwa siku. Na madhila yanayotokana na kazi yana aina mbili. Aina ya kwanza ni magonjwa yanayotokana na kazi, na aina ya pili ni ajali zinazotokana na kazi. Matokeo ya madhila haya pia yanaweza kaipelekea kifo, na pia mfuko huu wa fidia kwa wafanyakazi unalipa fidia kwa wategemezi wanaoachwa na wale watakaokuwa wametangulia mbele ya haki. Msaada uliotolewa na WCF kwa watoto hao utawawezesha kupata matibabu ya afya kwa kipindi chote cha mwaka, huku ikiwa ni mara ya pili kwa mfuko huo kutekeleza sera ya CSR katika makao hayo baada ya kufanya hivyo mwaka jana. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ameonyesha kutoridhishwa na kasi ya ujenzi wa chuo cha ufundi stadi VETA Mara kilichopo wilayani Rorya mkoani Mara, ambacho ujenzi wake ulianza mwaka 2023 kwa gharama ya shilingi bilioni 1.4. Musa Makali ameandaa taarifa ifuatayo. Mradi huo ni miongoni mwa vyuo 64 nchini vinavyojengwa kupitia maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kila wilaya kuwa na chuo cha mafunzo ya amali, ambapo wilaya Rorya hadi sasa chuo hicho kiko 57% ya ujenzi wake. Bilioni 1 na milioni 400 zimetengwa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu. Pesa zilizopokelewa hadi sasa ni shilingi milioni 441,323,443. Fedha hizi zimepokelewa kwa awamu 5. Shilingi milioni 404,578,569 na senti 35. Wa serikali kwamba vyuo hivi vianzishwe kwenye maeneo ambayo kuna miundombinu ya maji, kuna miundombinu ya umeme. Sasa bahati mbaya chuo hiki kikawa kimeanzishwa hapa ambako sasa hivi vitu vyote havipo. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi akifanya ziara wilayani Rorya mkoani hapa anafika katika chuo hiki, na baada ya kupokea taarifa kauli yake ikiwa ni hii: sijaridhika na kasi ya utekelezaji huu mradi. Sijaridhika. Kuna ucheleweshaji ambao sidhani kama ni walazima. Hata kama tunafanya kazi kwa force account, lakini kwa force account hiyo kwa sababu hizi ni materials tu, we unayo labor charge, si unayo, alipwe. Sasa mnavuta muda tu hapo. Sioni sababu ya msingi, sioni sababu. Huyu ndio mzembe, nataka huyu mtu wa kumwajibisha hapa juu ambaye nafanya naye kazi, umwambie ripoti kesho saa 3 asubuhi awe ofisini kwangu. Na wewe hivi vitu unavyonieleza mimi sivielewi kabisa. Sijui tunaelewana? Mimi nataka mwezi wa pili mwishoni wanafunzi waingie hapa. Sijui unanielewa? Fanya kazi mchana na usiku. Mwezi wa pili mwishoni wanafunzi Tunaomba serikali ijitahidi kwa nguvu zote ili wanafunzi waingie hapa. Kutoka hapa wilayani Rorya mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10.
Kilio cha wananchi kubambikiziwa bili za maji sasa kinakwenda kufikia tamati baada ya chuo cha ufundi Arusha na RUWASA kuanza rasmi utengenezaji wa mita za maji za malipo ya kabla kufuatia agizo la Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tupate taarifa zaidi. Agizo hilo lilitolewa Machi 4 mwaka 2024 likielekeza sekta ya maji nchini kuharakisha ufungaji wa mita za malipo ya kabla ili wananchi watumie maji kulingana na malipo yao na kuondokana na migogoro ya bili. Hatua hiyo inaanza kutekelezwa kupitia makubaliano kati ya chuo cha ufundi Arusha na RUWASA yatakayowezesha kutengeneza mita hizo hapa nchini. Leo tumekutana hapa kwa ajili ya kutia saini makubaliano ya kuanza huo uzalishaji ama utekelezaji wa agizo la Mheshimiwa Rais, kwa sababu tumeshalifanyia majaribio ya kutosha, tumeona linawezekana, na hivi tunapozungumza dira zetu za maji tulizozitengeneza kwa ushirikiano na chuo cha ufundi Arusha ziko site, zinafanya kazi. Mita hizi zitafungwa kwa gharama za RUWASA na gharama pia za ile michango ambayo jamii wamechangia katika ununuzi wa maji. Kwa hiyo itakuwa ni swala la uwekezaji kama tunaofanya kuweka pampu na vyombo vingine kwenye miundombinu ya maji. Kwa upande wake, chuo cha ufundi Arusha kimeeleza kitazalisha mita za matumizi ya majumbani na mita za matumizi ya umma maarufu kama vizimba. Mteja anapokuwa na uhitaji wa maji anaweza akatumia zile huduma za kifedha za kawaida, Tigo Pesa, M-Pesa za makampuni ya simu ama benki. Mita inakuwa ina mita namba na control namba. Kwa mteja atatumia ile control namba yake kufanya malipo kwa simu yake. Chuo cha ufundi Arusha tunachowahakikishia ndugu wetu RUWASA kwamba kwanza teknolojia tunayo na wameshaithibitisha tunayo, lakini na uwezo kuzalisha tunao. Ukiangalia chuo cha ufundi Arusha si kama tunazalisha kwa sababu tunazalisha. Kumbuka tuna wanafunzi zaidi ya 5,000 hapa chuoni. Kwa namna hiyo kwenye kiwanda hicho licha kwamba kinatumia kwa uzalishaji, lakini ni sehemu ya mafunzo kwa wanafunzi wetu. Na hiyo inahakikishia kwamba RUWASA nao sasa hata wataalamu ambao wanajua teknolojia hiyo watawaajiri baadaye. Kwa naona jinsi ambavyo hili zoezi ni endelevu kwa muda mrefu. Mradi huu unatarajiwa kupunguza malalamiko ya wananchi, kuongeza uwazi katika matumizi ya maji na kukuza teknolojia ya ndani nchini. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Serikali imeahidi kuendelea kuboresha maslahi ya wafanyakazi wa kusanya mapato Tanzania kwa lengo la kuongeza utendaji kazi wenye weledi na ufanisi kwa maslahi mapana ya taifa. Mwandishi wetu Leonard Mwacha anaarifu kutoka Dodoma. Hayo yamebainishwa na naibu kamishina mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Mcha Musa Mcha wakati akifungua mkutano mkuu wa chama cha wafanyakazi wa kusanya mapato Tanzania TAREU uliofanyika jijini Dodoma. Management ya mamlaka ya mapato Tanzania inathamini sana mawazo kutoka kwenu yanayochangia katika uundaji wa sera mbalimbali, ustawi wa wafanyakazi na kuweka mazingira bora ya kazi ili kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato ya serikali. Nakumbuka kwamba mwaka huu wa fedha tulianza kutekeleza kwa awamu maboresho ya maslahi ya watumishi. Nichukue fursa hii, nafasi hii kwa taarifu kwamba tutaendelea kutekeleza mpango. Kwa upande wake mwenyekiti wa TAREU Alex Dennis akaeleza dhamira yao ya kuendelea kuwasaidia wafanyabiashara ili waweze kupiga hatua. Kwamba ushiriki wetu kama wafanyakazi katika kuhakikisha kwamba tunaboresha ukusanyaji wa mapato na tunaendeleza pia biashara zile ambazo tunaenda kukusanya mapato kwa ndio la kwanza. Kwa hiyo tunasema kwamba sisi kama watumishi wa mapato ni washirika wa wafanyabiashara. Kwa hiyo tunawaalika kwanza waje kwanza tuwasikilize, na ndio maana kwenye siku yetu ya 3 tunakuwa na kitu kinaitwa tax screening. Ni wakati ambapo tunawaita waje tukae nao tuwasikilize, kujaribu kutatua changamoto mbalimbali ndogo ndogo ambazo tunaweza kuzitatua. Tuko pale kwa ajili ya kuisaidia serikali katika ukusanyaji wa mapato. Ni nafasi ambayo tunatakiwa tuitekeleze kwa kufuata miongozo, taratibu na sheria. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10.
Wazazi na walezi katika kijiji cha Kilosa, kata Ihanu, halmashauri ya wilaya ya Mufindi, wamesema mpango wa chakula shuleni umeboresha afya za watoto na kuongeza kiwango cha ufaulu katika taaluma, ikiwa ni njia sahihi na endelevu ya kukabiliana na changamoto ya udumavu kwa watoto, tatizo ambalo limekuwa likikabili jamii nyingi vijijini. Clement Sanga ameandaa taarifa ifuatayo. Wazazi hao wamesema tangu kuanza kwa mpango huo, watoto wamekuwa na mahudhurio mazuri shuleni, umakini darasani umeongezeka na hali ya lishe imeimarika ikilinganishwa na hapo awali. Na sisi tumefurahi sana kwa sababu tumeona wanatusaidia hata tukiwa mashambani huko, hatuna haraka ya kurudi kwa sababu watoto wanakula shuleni. Watoto wakiwa shuleni wanafurahi sana kwa sababu wanaona wanakula kwa pamoja. Kwa hiyo wanafurahi sana, hata masomo wanaenda kwa wakati. Tunamshukuru Mungu kwa kweli, sisi hapa kijijini tunajitahidi kuchangia chakula kwa wingi, watoto wanapata chakula kama ipasavyo. Chakula cha mchana kipo, wanakula chakula cha kutosheleza. Chakula hicho kinapatikanaje shuleni hapo? Utaratibu tuliojiwekea ni wazazi tunachangia chakula kinachoweza kukidhi mahitaji kwa mwaka mzima kwa madarasa yote kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kilosa, Atanas Lukinga, amesema kuwa shule hiyo imeanza kushuhudia ongezeko kubwa la ufaulu kwa wanafunzi tangu kuanza kutekelezwa kwa mpango huo wa chakula shuleni, kwani katika watoto 70 wa darasa la 4, watoto 62 walipata alama za juu katika mitihani yao. Ufaulu tumeona umeongezeka kuliko miaka iliyopita kwa sababu kwa mfano matokeo ya mwaka jana tuweza kupata watoto 4 wenye wastani wa A. Kwa mwaka 2024 na mwaka 2025 matokeo yaliyotoka sasa hizi watoto wengi wamefaulu vizuri. Tulikuwa na watoto kwa mfano darasa la 4 watoto 70 wamefaulu, watoto 62 walioshindwa wale watoto 7. Lakini wale ni ambao walikuwa washawarudia miaka kama miwili, walikuwa hawajiwezi. Na darasa la 7 matokeo yao ni mazuri, wote karibu wameenda sekondari. Serikali mkoani Iringa ikiongozwa na mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James imesema inaendelea kuhimiza mapambano dhidi ya tatizo la udumavu hususan kwa watoto kwa kusisitiza umuhimu wa lishe bora, elimu kwa jamii na ushirikiano na wadau mbalimbali. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Asante Clement Sanga kwa taarifa hiyo. Jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Geita imetangaza kuanza msako kwa wazazi ambao wameficha watoto wao wenye ulemavu ili wasipate haki yao ya msingi ya elimu katika kipindi hiki ambacho muhula mpya wa masomo umeanza. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadiki kutoka mkoani Geita. Ikiwa ni siku chache tangu kufunguliwa kwa shule nchini, mwenyekiti wa jumuiya hiyo mkoa wa Geita Lucas Mazinzi ametoa maagizo kwa wajumbe wote wa mkoa wa Geita kwenye kikao cha kawaida cha baraza la jumuiya hiyo kuhakikisha wanawafichua wazazi wote waliowaficha watoto wenye ulemavu wenye sifa ya kwenda shule. Kuna kasumba imetokea, baadhi ya wazazi wanawatenga watoto wao. Akimwona mtoto aidha mlemavu anaweza akamtenga. Ni wajibu wetu kukaa na wazazi, kuwakumbusha watimize wajibu wao. Mtoto ni mtoto, hata awe mlemavu wa namna gani, si apate, lazima apate haki yake ya msingi kwenda shule. Wajumbe wa jumuiya hiyo mkoa wa Geita wameahidi kwenda kutekeleza maagizo hayo. Wewe jitokeze, sema na mlemavu, hata kama huna uwezo. Serikali ipo na jumuiya wazazi ipo na Watanzania wapo kwa ajili ya kusaidia walemavu. Sisi kama jumuiya ya wazazi ni jukumu letu sasa kuhamasisha wazazi hawa kuhakikisha watoto hawa wamefika kwenye maeneo ya shule ambako wamepangiwa. Wazazi wetu walioko mawilani kwetu kuhakikisha watoto wao na wapeleka shule, kwa sababu hakuna taifa linaweza kuendelea bila kuwa na elimu. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita amewataka viongozi wa CCM katika eneo hilo kuendelea kushirikiana na watendaji wa serikali na kuacha kutunishana misuri. Jenga hoja iliyo na masiko, na sio lazima utumie lugha kali ndio wajue mwenyekiti ameongea. Kasimamia ilani kwa nguvu zote kwa mahusiano na mashirikiano ya karibu kati ya chama chetu na serikali. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadiki.
Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba anatarajiwa kuwa mgeni rasmi msimu wa 5 wa bonanza la michezo la Bunge ambalo linatarajiwa kufanyika tarehe 31 mwezi huu, likiwa na lengo la kuhamasisha umuhimu wa michezo na kufanya mazoezi kwa watumishi wa umma sambamba na kujenga umoja. Taarifa zaidi na mwandishi wetu kutoka huko Dodoma. Taarifa hiyo imetangazwa na mwenyekiti wa Bunge Bonanza ambaye pia ni mbunge Festo Sanga wakati akitangaza msimu wa 5 wa bonanza la Bunge ambao litashirikisha michezo mbalimbali, huku mchezo mkubwa ambao utaleta hamasa kwa watakaoshiriki bonanza hilo ni ule wa wabunge wanaoshabikia vilabu vya Simba na Yanga watakapochuana katika viwanja hivyo. Rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Yeye ndio atakuwa mgeni rasmi, na kama mnafahamu kwamba pia huwa anacheza. Tunafanya michezo kama kumuunga mkono Mheshimiwa Rais katika kuhamasisha kufanya michezo nchini, lakini pia kuendelea kuleta umoja kwenye na mshikamano kwenye taifa letu. Na kauli mbiu ya bonanza hili ni nguvu yetu ni umoja wetu. Umoja wetu ni nguvu yetu. Kwetu kama mlivyosikia kauli mbiu, umoja wetu ndio nguvu yetu. Na Azania Benki kwa kweli inachofanya ni kudumisha michezo. Kwa upande wa wadau watakaoshiriki bonanza hilo ambao ni shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, vilabu vya Simba na Yanga wamethibitisha ushiriki wao kwa mwaka huu, huku wakiwataka wanachama na mashabiki kujitokeza kushiriki bonanza hilo siku ya tarehe 31 ili kufikia lengo lake. Sisi TFF tutakuwa tayari kuhakikisha kwamba taratibu zote za maandalizi na usimamizi wa mchezo katika siku hiyo vinafuatwa kulingana na vile ambavyo tumejiwekea. Ushiriki wetu uko katika maeneo makuu mawili. Kwanza ni kuhakikisha tunalitangaza bonanza hili liweze kuwafikia wananchi, wananchi sio neno nzuri sana, liweze kuwafikia Watanzania wengi zaidi. Tayari wanachama hao na mashabiki watashiriki kikamilifu kama kawaida, na uongozi uko tayari kutoa support. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Asante Juma Mohamed kwa kututimishia taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi. Mimi ni Beatrice Eric.